Kwa jina naitwa Rosemary Shagembe Mboje, ni mkazi wa Mageuzi, mtaa wa Mageuzi. Siku wa kuamkia jana kwenye saa 5 hivi, saa 6 kasoro tukasikia kelele. Saidieni. Tukasema nini? Tukaweka vichwa juu kuangalia. Tunaona watu wanapiga kelele. Kutoka tunamkuta huyu kijana amekaa chini, kamwagiwa petroli mwili wote na huyu binti. Nikauliza shida ni nini? Kanimwagia petroli. Kisa nini? Hasemi. Shida ni nini? Hasemi. Kumwangalia binti, kijana wa watu kaungua kuanzia jichoni hapa, mwili wote mpaka miguuni, ngozi inabanduka, inang'oka yenyewe tu inabaki ile nyeupe. Basi hapo akawa ameitwa mwenyekiti wa mtaa, akaja. Kwanza alianzia mwenye nyumba, akaja akampigia mwenyekiti wa mtaa, akaja. Amekuja hapo wakamhoji, kabidi wachukue na wenyewe hatua zingine, wakawapigia nani? Polisi. Kwa majina naitwa Cecilia John, ni mpangaji mwenzake na huyu mwenzetu aliyepata matatizo. Sisi hapa tuko wapangaji wanne. Tuko wanne. Siku hiyo usiku mimi nilala mapema sana, ilikuwa kwenye saa 3. Ilipofika kwenye saa 6, jirani yangu ambaye tuko naye jirani huko akawa amenipigia simu, "Sasa toka, utafia ndani, kuna nini?" Akaniambia toka haraka sana. Nikawa nimetoka nje. Ile nafungua, bahati mbaya sasa nikawa nimetoka tu na kamtandio. Ile nafungua hivi nasikia mtu analia. Naumia. Nikamuuliza huyu aliyeniamsha nani? Wewe sasa njoo. Nikarudi sasa nikavaa nguo. Nilipovaa nguo nikarudi nikamkuta yuko hapo analia. Nikamuuliza Devi nini? Akaniambia mke wangu kaniunguza, akanichoma na moto, anafanya hivi mikono. Kaniunguza nini? Kumwangalia mkoti. Yaani ile ngozi, kwa sababu huyu jirani yangu alimshika, kumbe alivyomshika akamwambia naumia, akawa ametoka na ngozi. Akawa amekaa sasa hapo analalamika. Nini? Tatizo nini? Huyu binti yupo humu ndani sasa. Nikamfuata mpaka humu ndani tukiwa na mwenye nyumba, na mwenye nyumba akawa amefika. Akamuuliza mwenye nyumba, "Tatizo nini?" Yule kaka Devi anasemaje, "Mimi nimeumia, nipelekeni hospitali." Akakutana na huyu binti hapa mlangoni. Akamuuliza shida nini? Huyo binti hakuwa anaongea kitu chochote, amenyamaza kimya. Alivyonyamaza tukamwambia hivi, tumjalini sasa huyu kwanza. Mwenyekiti akawa amemuita mwenyekiti mstaafu, huyu mwenye nyumba wangu. Akawa amemuita mwenyekiti. Akaja mwenyekiti, amefika mwenyekiti, akawa amesema sasa ngoja tuite polisi. Mimi ni jirani yake. Ilikuwa ni usiku mida ya saa 6 kasoro. Tulisikia tu kelele, mwanaume uko napiga huko ndani. Mimi nilikuwa nimelala na mume wangu, kabidi tushtuke. Maana zile kelele zilikuwa ni kubwa sana. Alafu ilikuwa ni usiku. Kama unavyojua usiku wao umetulia. Basi kutoka dirisha liko chini. Toka ile kama tu dharura, tukujua kuna tukio lolote. Ikabidi turudi ndani tuvae. Baada ya kuvaa tulivyotoka tena tukakuta tukachungua dirishani hapo. Ukichungulia dirishani hapo unaona mpaka chooni kwao. Tuliochungua kukuta mwanamke akamshikilia mume wake anamwagia maji. Hatukujua nini kimetokea. Tukauliza jamani kwema? Mwanamke alikuwa ni haongei kitu. Mwanaume baadaye akatoka. Ule muda tu akawa ametoka bafuni akafungua mlango. Mlango umefungwa huu. Kama ungekuwa tungeingia. Ulikuwa umefungwa. Wakatoka. Alipotoka mwanaume ndo akawa analalamika, lakini mwanamke alikuwa haongei chochote. Akaanza kulalamika, "Jamani wamenimwagia mafuta, naungua, nipelekeni wapi? Hospitali." Sasa mwanamke tukaanza nini kimetokea? Mwanamke akawa haongei chochote, anaongea ni mwanaume. Tukampeka paka pale. Ndio tuko watu wanne, mimi, mume wangu, huyo aliyechomwa moto na mke wake. Nyumba nzima ingo bado akawa hajaamka. Baadaye kidogo akatoka kaka hapa, na yeye ni jirani yetu. Akauza kuna nini? Kampata pesa tujui. Wanasema kaungua, kamwagiwa mafuta. Tukamkalisha pale. Ndio tunamkalisha pale. Mke kaka anamnganganiza kwamba waingie wapi? Ndani, ataki jambo liwe public, anataka tuishie ndani. Mwanamume akawa hataki kutoka. Anataka kae panja yapelekwa hospitali, anataka msaada. Baadaye tukawa tunamwambia nini kimetokea? Mwanamume ndo akanalalamika, "Mke wangu kanichoma na mafuta, kanichoma moto, naungua, nipelekeni hospitali." Tukamuuliza jambo nini? Anasema tulikuwa tuna ugomvi, nimewaambia tupumzike kwanza, kila mmoja afanye mambo yake, aende nyumbani akapumzike. Mwanamke akawa hataki. Katika ile kukataa, mwanaume akamemuunguza. Hatukujua nini zaidi.
Basi katokea purukushani pale, mwisho wa siku kaja polisi, tukampeleka hospitali, mwanamke akachukua na polisi. Kwa jina naitwa Vitalis Mugisha Tibakia, ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Mageuzi, kata ya Ngokolo, manispaa ya Shinyanga. Ilikuwa ni juzi, nilipigiwa simu na mmiliki wa nyumba ambapo huyu kijana amepanga, ambaye ni ndugu Morris. Baada ya kupigiwa simu nikapewa taarifa kwamba kuna mpangaji wake amechomwa moto. Kweli kwa muda huo nilitoka nyumbani nikafika eneo la tukio, nikamkuta kijana kweli ana majeraha ya moto. Baada ya kujaribu kuuliza kwa wale majirani zake pale, walisema kwamba kulikuwa kuna sintofahamu kati yao wawili, ndugu Morris pamoja na huyo mwenzake ambaye ni binti, baada ya kummwagia petroli na kumchoma ndani. Baada ya hapo zilisikika kelele za yule kijana akiungua na moto, na ndipo majirani walisogea na kukuta tukio tayari limekwisha tokea. Majina naitwa Jacob Stefano Msimba Ng'ombe. Ni mwenyekiti wa boda Mikumbani. Kwa kweli tulipokea taarifa za ndugu yetu David Morris juzi usiku saa 5 kama amepata majanga ya kuungua na moto. Kiukweli kile kitendo kilitusikitisha, mimi binafsi kilinisikitisha. Niwaombe tu wadau au wasafirishaji wenzangu, maafisa usafirishaji, jamani, tukae vizuri na wake zetu na familia zetu. Kama kuna matatizo, changamoto ya familia ambayo unashindwa kuitatua, unaona tu unaweza kushirikisha watu wakakusaidia, kuliko kusubiri mpaka madhara kama haya yanatokea. Kiukweli inaumiza. Kwa majina naitwa Yerina Emmanuel Mwaruko, mganga mfawizi wa manispaa Shinyanga. Tarehe 4 mwezi wa 3 2026 tulipokea majeruhi mmoja kwa ajali ya kuungua, ambaye alitambulika kwa jina la Davis Morris mwenye umri wa miaka 29, ambaye alikuwa ametokea eneo la Mageuzi. Majeruhi huyo inasemekana alipata ajali ya kuungua na moto, ambapo alipata majeraha kwenye miguu yote miwili, mikono na eneo la shingo. Lakini mpaka jana tarehe 9 mwezi wa 3 2026 majeruhi huyo aliendelea vizuri na akawa ameruhusiwa kwenda nyumbani. Wakati tunampokea alikuwa anazungumza tu vizuri. Alikuwa sema na majeraha hayo ya kuungua, kwa maana ya blisters na vidonda vya kuungua kwenye maeneo ya miguu, mikono na shingoni. Na pia kwenye hayo majeraha pia alikuwa amevimba pia. Kutoka Kamishna Msaidizi Mwandamizi wa Polisi Janet Magomi, kamanda wa polisi mkoa wa Shinyanga. Ukweli tukio hili limeripotiwa kituo cha polisi kati kwa OCD. Tukio liko namna hii, ni kwamba ilikuwa tarehe 5 mwezi wa 3 2026, ilikuwa majira ya saa 6 za usiku katika mtaa wa Mageuzi, kata ya Ngokolo na wilaya mkoa wa Shinyanga. Kijana ambaye ameweza kutambulika kwa jina la David Morris, huyu ni Muhaya mwenye miaka 34, Mkristo, na kazi yake ni bodaboda na ni mkazi wa Mageuzi. Akiwa amekaa nyumbani kwake sebuleni, alijeruhiwa kwa kuchomwa moto kwa kutumia mafuta ya petroli, na moto huo au mafuta hayo alimwagiwa na ambaye ni mke wake, na akapata majeraha sehemu mbalimbali za mwili wake, ikiwepo kifuani, mkononi na mkono wa mikononi, kwa maana ya mkono wa kulia, mguu wa kushoto na wa kulia. Na mke wake huyu ametambulika kwa jina la Mwajuma Shabani mwenye umri wa miaka 24. Huyu ni Mzigua ambaye pia ni mkazi wa Mageuzi, na mpaka sasa hivi mwanamke huyu tunamshikilia, kwani baada ya kummwagia hayo mafuta ya petroli aliwasha moto ambao ukamsababishia hayo majeraha. Lakini chanzo cha tukio ni wivu wa mapenzi, kwamba mwanamke anadai eti alimwazima mume wake huyo shilingi 80,000 na akahisi kwamba ameenda kuwagaia wanawake wengine. Anahisi kwamba ana mahusiano mengine na wanawake ambao ni wengine nje ya yeye. Tukio hili, ndugu mwandishi, ni baya sana la kikatili. Tunasema
Jeshi la polisi tuna madawati ambayo tunashughulikia ukatili dhidi ya wanawake, watoto pamoja na makundi mbalimbali. Lakini pia wapo wanaume ambao wanafanywa ukatili. Alichofanyiwa huyu kijana niliyemtaja kwa jina moja, jina la Davis Morris, ni ukatili uliopitiliza. Kwa sababu amemwagia mafuta, angeweza hata kuja kupoteza maisha yake. Na wito wangu kwamba katika jamii, hebu kwanza katika masuala ya ndoa tuwe na upendo. Tunafundishwa na makasisi kanisani, misikitini, pale ambapo tunaozeshwa, na hata katika mila, hata katika ndoa za kimila, kwamba wewe mume na mke pendaneni. Mke mpende mume, na wewe mke mheshimu mwanaume, lakini na wewe mpende mke wako. Ina maana hakuna heshima, hakuna maadili, upendo umetoka. Inafika mahali mpaka unachukua wa petroli unamchoma mume ambaye wewe ndio unaishi naye. Kitendo hiki ninakilani sana, na Jeshi la Polisi mkoa wa Shinyanga tunasema kwamba huyu ambaye ametenda kitendo hiki tutamfikisha kwenye vyombo vya sheria ili sheria iweze kuchukua mkondo wake, na iwe basi fundisho kwa wanawake wengine. Tujifunze kuishi kwa upendo kwa kadiri ya imani zetu, kila mtu kwa imani yake.